Hujambo mtazamaji, kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Hii ni Nuru ya Mashariki tuliokuandalia hii leo. Xi atoa wito kwa makampuni ya serikali kuu kuchangia zaidi katika uboreshaji wa kisasa wa China. Maandalizi ya tamasha la 38 la kimataifa la sanaa ya uchongaji wa theluji yafikia hatua ya mwisho jijini Harbin. Ugunduzi mpya mashariki mwa China umeanza kutoa mwanga mpya kuhusu maisha na utamaduni wa kale wa dola la Chu. Kwa hizi na habari nyinginezo nyingi, jumuika nami Khamis Darwesh. Rais wa China Xi Jinping ametoa wito kwa makampuni ya serikali kuu kuimarisha mchango wao katika maendeleo ya taifa, akisisitiza umuhimu wa mageuzi, ushindani na uvumbuzi kama nguzo kuu za kuendeleza kisasa cha China. Wito huo unaangazia nafasi ya makampuni ya serikali kama mhimili muhimu wa uchumi na utekelezaji wa mikakati mikuu ya kitaifa. Ronald Mutie ana maelezo zaidi. Rais wa China Xi Jinping amezitaka kampuni za serikali ambazo zinasimamiwa moja kwa moja na serikali kuu kutumikia vyema zaidi kazi ya jumla ya chama na taifa na kuchangia kwa kiwango kikubwa zaidi katika uboreshaji wa kisasa wa China. Rais Xi ametoa wito huo kupitia maelekezo yaliyowasilishwa kwenye mkutano wa wakuu wa makampuni ya serikali uliofanyika Beijing. Akitambua mchango wao muhimu katika uchumi, Rais Xi amesema kwamba kampuni za serikali kuu zinapaswa kuhudumia maendeleo ya kiuchumi na kijamii ya hali ya juu pamoja na kuboresha maisha ya wananchi, kuendelea kuimarisha mageuzi na kuzuia kwa ufanisi hatari mbalimbali. Alisema pia kuwa makampuni ya serikali yanapaswa kuimarisha ushindani wao wa msingi na kujitahidi kujenga makampuni ya kiwango cha kimataifa, huku yakibaki imara katika uchumi halisi na kulenga kufanikisha mafanikio katika teknolojia muhimu na za kimsingi. Waziri Mkuu wa China Li Qiang, ambaye pia ni mjumbe wa kamati ya kudumu ya ofisi ya kisiasa ya kamati kuu ya CPC, alihudhuria mkutano huo na kutoa hotuba. Katika kipindi cha mpango wa 15 wa miaka mitano, yaani kuanzia mwaka 2026 hadi mwaka 2030, Li alisema kuwa makampuni ya serikali kuu yanapaswa kutoa msaada mkubwa katika kuendeleza miradi mikubwa ya miundombinu pamoja na kuharakisha uboreshaji wa miundombinu ya jadi kwa kutumia teknolojia za kidijitali na akili bandia. Alihimiza makampuni ya serikali kuendeleza sekta ambazo zinaibuka na za baadaye kulingana na majukumu na shughuli zao kuu, huku zikihakikisha upatikanaji thabiti wa nishati na rasilimali. Aidha, waziri mkuu huyo alisisitiza haja ya kuendelea kuimarisha mageuzi ya mtaji wa serikali na makampuni ya serikali, akiongezea kuwa wakuu wa makampuni hayo wanapaswa kutekeleza majukumu yao kwa moyo wa uwajibikaji, ubunifu na hali ya kujituma zaidi. Mkutano huo uliongozwa na naibu waziri mkuu wa China Zhang Juoxin, huku diwani wa serikali Hu Zhelong pia akihudhuria. Maandalizi ya tamasha la 38 la kimataifa la sanaa ya uchongaji wa theluji la Sun Island yanaingia hatua ya mwisho ya ujenzi mjini Harbin, mji mkuu wa mkoa wa Heilongjiang, kaskazini mashariki mwa China, huku 70% ya kazi ikiwa tayari imekamilika. Jacob Mogoa anaripoti zaidi. Tamasha hilo linaloenea katika eneo kubwa la mita za mraba milioni 1.5 litakuwa na zaidi ya sanamu 260 za theluji, kila moja ikiwa ni kazi ya kipekee ya ubunifu na ustadi wa hali ya juu. Sanamu zote zinatarajiwa kukamilika ifikapo mwishoni mwa mwezi Disemba. Katika lango kuu la tamasha hilo anasimama kwa fahari Bwana Snowman, sanamu maarufu ya theluji yenye urefu wa mita 23.8 iliyotengenezwa kwa kutumia zaidi ya mita za ujazo 5,000 za theluji. Ndani ya bustani, wageni wanakaribishwa na sanamu mbili za kupendeza za panda, Jishi na Jima, waliowakilishwa kama kumbukumbu ya panda wakubwa waliohamia Sun Island mwezi Agosti mwaka huu. Kutokana na mwaka ujao wa kalenda ya Kichina kuwa mwaka wa farasi, sanamu za farasi zimekuwa kivutio kikubwa na maarufu zaidi katika tamasha la mwaka huu. Kipengele kingine cha kipekee ni uwepo wa studio ya matangazo ya China Media Group, yani CMG, ndani ya eneo la tamasha, ikiwa ni mwaka wa pili mfululizo wa CMG kuanzisha studio yake hapo. Ndani ya takriban wiki moja, tamasha hili litafungua rasmi milango yake kwa umma, likiwaalika wageni kutoka kote duniani kuja kushuhudia na kufurahia uzuri, mapenzi na furaha ya majira ya baridi katika ulimwengu huu wa ajabu wa theluji. Zaidi ya mwaka mmoja baada ya kazi za uchimbaji kukamilika,
Wataalamu wa ekolojia wametangaza matokeo mapya kutoka kwa zaidi ya vifaa vya kale 10,000 vilivyopatikana katika kaburi la Wuwangdong. Miongoni mwa vitu vilivyopatikana ni vyombo vya muziki, baadhi yake vikiwa na urefu wa zaidi ya mita 2. Simi Wanjala ana kina cha taarifa hiyo. Wataalam wanasema idadi kubwa ya vyombo vya kupuliza na vya nyuzi inaonyesha mabadiliko makubwa ya muziki nchini China wakati wa kipindi cha mataifa yanayopigana, ambapo muziki wa kengele za shaba na mawe ulianza kubadilishwa na muziki wa ala nyingi kama orkestra. Ugunduzi mwingine muhimu ni rula ya mianzi yenye urefu wa sentimita 69 iliyopatikana kwa mara ya kwanza. Alama zake zinaonyesha kuwa vipimo vilivyotumiwa vilikuwa vinafanana na vile vya dola glaging, ishara kuwa kulikuwa na umoja wa vipimo hata kabla ya China kuunganishwa rasmi. Aidha, mabaki ya mimea na mifupa ya wanyama yaliyopatikana kwenye vyombo vya shaba yanaonyesha dalili za kupikwa, yakitoa taarifa muhimu kuhusu chakula na mtindo wa maisha wa watu wa Chu. Kwa jumla, ugunduzi huu unaonyesha kwa uwazi utajiri wa utamaduni wa Chu na mwendelezo wa ustaarabu wa China. Vifaa hivi vinatarajiwa kuonyeshwa hivi karibuni katika makumbusho ya taifa. Zamani mfumo wa muziki wa sherehe ulitawaliwa na ala za muziki zilizojikita katika kengele za shaba na vyombo vya mawe. Mkusanyiko mkubwa wa ala za kupuliza na za nyuzi uliopatikana katika kaburi la Wuwangdong haujawahi kushuhudiwa hapo awali. Hii inaonyesha mabadiliko kutoka muziki wa jishi, yani dhahabu na mawe, kuelekea mfumo wa muziki unaotawaliwa zaidi na orkestra. Reli ya mwendokasi ya Baotou Yinchuan nchini China imeanza kutumika rasmi baada ya kukamilika kwa kipande cha mwisho cha mradi huo. Hatua hii inatarajiwa kurahisisha usafiri na kuimarisha uchumi wa maeneo ya kaskazini na kaskazini magharibi mwa nchi hiyo. Tom Wanjala na maelezo. Sehemu ya Baotou Hoinong ya reli ya mwendokasi inayounganisha mji wa viwanda wa Baotou katika mkoa unaojitawala wa Mongolia ndani kaskazini mwa China na Yinchuan, mji mkuu wa mkoa unaojitawala wa Ningxianghui kaskazini magharibi, imekamilika na kuanza kufanya kazi rasmi Jumanne wiki hii. Hatua hiyo inaashiria kuanza kwa operesheni ya reli hiyo kwa urefu wake wote wa Baotou Yinchuan. Sehemu mpya iliyofunguliwa kati ya Baotou na wilaya ya Hoinong katika jiji la Shizuishan, mkoa wa Ningxia uliopo kaskazini mwa Yinchuan, ina jumla ya vituo 10 ambapo 6 kati yake vimejengwa upya. Sehemu ya Hoinong Yinchuan yenye urefu wa kilomita 97 na vituo vitatu ilianza operesheni mwezi Oktoba mwaka 2024. Kwa jumla ya urefu wa kilomita 519, reli ya mwendo kasi ya Baotou Yinchuan imeundwa kwa mwendo wa hadi kilomita 250 kwa saa na ina jumla ya vituo 13. Reli hiyo imepunguza muda wa safari kati ya Baotou na Yinchuan kutoka takriban saa 6 hadi chini ya saa 3. Kwa sasa jumla ya reli za kasi ya juu zinazofanya kazi katika mkoa huu imefikia kilomita 880, zikiunganisha miji 7 na mtandao wa kitaifa wa reli za kasi ya juu. Eneo la Ghuba Kuu la Guangdong, Hong Kong, Macau limepata njia mpya ya baharini kuelekea masoko ya kimataifa baada ya kituo cha Pazhou, maeneo ya kutia nanga ya Lantau na kisiwa cha Sanmen kupita ukaguzi wa kitaifa na kuwa sehemu rasmi ya bandari ya Guangzhou mapema mwezi huu. Hii hapa ripoti niliyoiandaa. Meli ya usafirishaji wa aina ya nusu kuzama iliyobeba vifaa vikubwa vya miundombinu hivi karibuni iliondoka kuelekea Guinea baada ya kupakia mizigo katika eneo la kutia nanga la Lantau la bandari ya Guangzhou. Kwa upanuzi huu, bandari ya Guangzhou sasa inatoa njia ya haraka ya baharini yenye uhakika kwa mauzo ya nje ya vifaa vikubwa vya miundombinu. The infrastructure equipment transported this time weighs over 5,700 tons in total and is valued at more than 70 million yuan. With Lantau anchorage officially going into operation, cargo can be loaded directly there, providing a more stable and swift export channel for large maritime engineering equipment. Wakati huo, mamlaka ya forodha imeanzisha mfumo mpya wa ubunifu wa usimamizi
kwa kupanua huduma za ukaguzi kutoka vituo vya kawaida hadi moja kwa moja kwenye maeneo ya kutia nanga. Hatua hii inaruhusu meli kubwa kufanya shughuli za kupakua, kushusha na kupunguza mizigo baharini bila kulazimika kutia nanga bandarini, na hivyo kupunguza kwa kiasi kikubwa muda wa utoaji wa vibali na gharama za usafirishaji. We have shifted our supervision from waiting for vessels at dock to boarding vessels at anchorages. Customs officers ride a boat to anchorages and board cargo ships for inspections. Once cleared, goods can be imported or exported directly from the anchorages, eliminating the waiting time for vessels to berth at terminals and saving companies roughly 4 to 5 days. Roboti ya kisasa inayotumia akili bandia ama akili mnemba imeanza kujaribiwa katika ufukwe wa mji wa Sanya, kisiwa cha Hainan kusini mwa China, ikiwa na lengo la kusaidia kusafisha fukwe kwa ufanisi zaidi. Roboti hiyo iliyopewa jina la utani mbwa wa fukwe imetengenezwa na watafiti wa chuo kikuu cha Jiao Tong cha Shanghai kwa kushirikiana na taasisi ya utafiti ya Hainan. Zaki Apong anatufahamisha mengi zaidi kwenye sehemu yetu ya Ifahamu China. Hujambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zaki Apong. Roboti ya kusafisha fukwe inajaribiwa katika ufukwe wa mji wa Sanya katika kisiwa cha Hainan kusini mwa China, ikiwasaidia wafanyakazi wa usafi kutoa takataka zilizofukiwa ndani ya mchanga. Roboti hiyo inayotumia akili bandia imetengenezwa na watafiti kutoka chuo kikuu cha Jiao Tong cha Shanghai na taasisi ya utafiti ya Hainan, ambao walipatia jina la utani mbwa wa fukwe. Mwanafunzi wa uzamini katika taasisi hiyo, Tian Changxiao, amesema wafanyakazi wa usafi wanaweza kuondoa takataka zinazoonekana juu tu, lakini roboti hiyo inaweza kuchimbua takataka zilizofukiwa. Mfanyakazi wa usafi Bwana Li Wenying amesema roboti hiyo inaweza kusaidia kufanya mambo ambayo binadamu hawezi kufanya. Inaweza kuondoa takataka zilizofichwa katika kila kona na pembe, au zilizozikwa ndani ya mchanga ambazo ni vigumu kuzifikia na kupata. Bwana Tan amesema mbwa wa fukwe hukusanya takataka kutoka kwenye fukwe kwa hatua 4: kuchimbua, kutikisa, kuacha na kusawazisha. Kwa mujibu wa Bwana Tan, kuchimbua maana yake ni kwamba meno ya roboti yanaweza kuondoa takataka zote. Kutikisa kuna maana ya kutenganisha takataka kutoka kwenye mchanga kwa kutikisa wavu wa chujio. Kuacha kuna maana ya kuweka takataka kwenye kisanduku cha ukusanyaji, na kuporomoka kuna maana ya kutumia jembe kuhamasisha mashimo. Roboti inaweza kujichaji yenyewe kwa kutumia mwanga wa jua, na betri yake inaweza kubadilishwa kwa haraka, ikiwezesha kufanya kazi katika joto kubwa za mwangaza mkali wa jua kwa muda mrefu wakati wa nyakati za utalii. Pia inaweza kusafisha karibu mita za mraba 2000 kwa saa. Kwa kubadilisha betri, inaweza kufanya kazi kwa saa 8. Haya, kwa leo kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho nitaendelea kukuletea mambo mengine yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zaki Apong. Kwa heri. Naam mtazamaji, sasa ni wakati wa sehemu yetu ya Jifunze Kichina. Katika sehemu hii tunawaletea masomo ya lugha ya Kichina hatua kwa hatua kwa njia rahisi na ya kuvutia. Karibu tujifunze pamoja. Mambo, karibu katika darasa la Kichina la YCT.
Somo la YCT ni mfumo wa mafunzo ya lugha ya Kichina unaowaongoza watoto kujifunza Kichina kwa ufanisi na kuinua kiwango chao cha uelewa wa lugha ya Kichina kwa pande zote. 第7课，这是谁的狗？ Sikiliza rekodi na usome. 猫猫，狗狗，鱼鱼，鸟鸟。 Sasa tutajifunza maneno mapya. Tafadhali soma baada ya sauti zilizorekodiwa. 这那多这儿那儿看。 Kinachofuata tuangalie matumizi ya maneno haya. 这 Tafadhali jibu swali langu. 这是谁的狗？ 这是他的狗。 那 Tafadhali jibu swali langu. 那是谁的猫？ 那是明明的猫。 看 你看， 你看， 这儿 Tafadhali jibu swali langu. 这儿有什么？ 这儿有很多小鱼。 这儿有很多小鱼。 多很多。 很多。 那儿 Tafadhali jibu swali langu. 那儿有什么？ 那儿有很多小鸟。 Nyoka mwenye njaa. Yule nyoka mdogo ana njaa sana. Anajitahidi sana kutafuta chakula. Ghafla aliona vitafunio vingi vitamu, lakini anaweza tu kufurahia vitafunio baada ya kujibu wahusika kwenye vitafunio tena kwa usahihi. Je, unaweza kumsaidia? 这 那 看 多 有 Hakuna chakula kizuri kilichobaki. Tufanye nini? Unafikiri nyoka mdogo atakula nini mwishowe? 树 Vizuri. Labda alikuwa na njaa sana, hivyo alikula miti yote. Kazi ya nyumbani ya leo ni kusoma maneno mapya. Kesho tutaendelea kucheza michezo ya maneno. Naam, ni hulka ya kimaumbile kwamba kila kilicho na mwanzo hakikosi kuwa na mwisho wake. Na kufikia hapa, mtazamaji, ndipo napohitimisha kipindi cha Nuru ya Mashariki kwa siku ya leo. Lakini kabla sijaondoka, chukua hii. Sikwambii sambe haki kwenye la kusemwa sema. Wala usiseme kwa chuki, sema mambo kwa hekima. Ukiudhi wanafiki, wa kweli wataterema. Mimi ni Khamis Darwesh. Maasalam. Kwa taarifa zaidi kuhusu China, unaweza kutembelea tovuti ya CRI Kiswahili na marafiki_CN kwenye Facebook. Pia unaweza kupakua app ya Cheche kwenye Google Play na Palm Store.